Douglas Kanja anaongoza mkutano wa amani katika eneo la Angata Barikoi katika kaunti ya Narok, ambapo watu 5 waliuawa na wengine kujeruhiwa hapo jana kutokana na mzozo wa ardhi. Wakazi 5 walipigwa risasi huku polisi wakijeruhiwa kwa mishale, wakati wenyeji waliwafurusha maafisa wa serikali walikuwa wameenda kupima shamba hilo la ekari 6,000. Aidha, jamii mbili zinazozania shamba hilo. Mwanahabari wetu Crispin Otieno amerejea katika eneo hilo kutathmini hali halisi iliyoko kwa sasa. Atupashe mengi eneo hilo lililokuwa na machafuko hapo jana. Crispin. Naam, Nimrod, ulivyosema tupo katika Angata Barikoi katika shule ya upili ya wavulana ya Angata, ambapo hapa ndipo mkutano wa kiusalama unaendelea. Japo mkutano huo licha kwamba Inspector General Douglas Kanja pamoja na afisa mkuu wa DCI Amin Mohamed tayari wamefika hapa, wametua hapa, lakini licha ya kutua katika eneo hili, wangali kutoka ndani ya ndege ambayo ilikuwa imewaleta katika eneo hili kutokana na jinsi hali ambavyo ilivyokuwa katika eneo hili. Wakazi walilazimika kuwafurusha baadhi ya maafisa wa usalama ambao walikuwa hapa, wengi wao wakiwa GSU ama wale kutoka kitengo cha GSU, wakitaka kwamba lazima viongozi wao wafike. Wengi walikuwa wakitaka mbunge wa Emuru wa Dikir Johana Ngeno kufika mahali hapa, jambo ambalo lililazimu maafisa wa usalama kutuma ndege ili kuleta kiongozi huyo mpaka mahali tulipo hapa. Kama mpiga picha wangu anavyoweza kuashiria hile, upande huu wangu wa kushoto ndivyo hali ilivyo. Ndege iliyoleta Inspector Generali Douglas Kanja imetua upande ule wangu wa kushoto. Wangali ndani licha kwamba walifika hapa takriban saa moja iliyopita. Wangali kutoka nje ya ndege hiyo, na vile vile muda mfupi iliyopita tumeona ndege ambayo ilikuwa imetumwa kuleta mbunge wa Emuru wa Dikir ambaye wananchi walilazimika kwamba lazima afike katika eneo hili. Muda mfupi uliopita ndege hiyo imetua ikiwa na mbunge huyo Emuru wa Dikir, na tumeona wananchi walikuwa wamempokea kwa shangwe zaidi. Mpaka sasa ni viongozi tu ambao ni kutoka maeneo haya. Tumeona aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto yuko hapa. Tunaye pia kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheriot vile vile yuko hapa, na vile vile mbunge wa Emuru wa Dikir Johana Ngeno ambaye ametua hapa baada ya wananchi kulazimisha kwamba lazima aletwe katika mkutano huo. Vile vile anaendelea kuzungumza na wakazi kabla ya viongozi wa polisi kutua kutoka ndani ya ndege hiyo, baada ya kujua jinsi hali ya usalama ilivyo hapa, ili mkutano huo uweze kuanza rasmi. Mpaka sasa ni viongozi tu ndio wanaendelea kuhutubia. Nimrod, vile vile tulipokuwa tukiingia katika eneo hili la Angata Barikoi, bado hali ni tete. Tumepata barabara imefungwa kufikia mahali tulipo, kufika katika eneo hili. Na vile vile leo itakumbuka kwamba ni siku ya wanafunzi kufungua shule maeneo mbalimbali ama kote nchini, lakini shughuli ya ufunguzi wa shule katika eneo hili la Angata Barikoi, kuna shule yoyote ambayo imefunguliwa mpaka sasa, kwani hali ingali tete. Na vile vile jinsi tulivyo kuarifu hapo asubuhi, Nimrod, wale ambao walikuwa wamepata majeraha walikuwa wamekimbizwa katika hospitali mbalimbali, wakiwemo wale maafisa ambao walikuwa wamejeruhiwa kutokana na uvamizi ama machafuko ambayo tulikuwa tumeshuhudia katika eneo hili. Wangali wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali, na vile vile itakuwa ni jambo la muhimu kusikia kutoka kwa viongozi ama maafisa wakuu wa idara ya usalama, ili kutuelezea tu taswira kamili jinsi ilivyo mpaka sasa. Hali iko vipi? Wale ambao walijeruhiwa walikuwa ni maafisa wangapi? Wananchi ni wangapi mpaka sasa, ili tuweze kupata taswira. Upande huu wangu upande wa kulia, hapa ndipo mkutano huo unaendelea kwa sasa, Nimrod. Baada tujajua itachukua muda gani ili mkutano huu kukamilika rasmi, lakini wananchi wamefika hapa, zaidi ya wananchi kama 5,000 hapa katika eneo hili la Angata Barikoi. Wengi wanataka swala hili la kudumu, swala hili la mzozo wa kipande cha ardhi ya ekari 6,000 iweze kutatuliwa, ili amani ya kudumu iweze kurejea katika
eneo hili. Vile vile tutakuwa tukijuza watazamaji wetu hapa baadaye. Tulikuwa tumezungumza na viongozi ama wale wazee kutoka jamii wa Maasai. Vile vile wametoa taarifa kwa wanahabari kuhusiana na mzozo huo wa ardhi, wakisema pia kipande hicho cha ardhi wako na hati miliki, wakisema kwamba hawajauzia yoyote kipande hicho cha ardhi. Ni taarifa ambayo tungali tunaendelea kuishughulikia Nimrod, na tutakuwa tukiangazia katika taarifa zetu za hapo baadaye jioni kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika eneo hili la Angata Barikoi, katika eneo bunge la Transmara, katika eneo bunge la Kilgoris, maeneo haya. Nimrod. Naam, mwanahabari wetu Crispin Otieno huyo akituarifu.